inasikitisha sana sana, inasikitisha mno. Kuna kijana mmoja alimfuata msichana kwa shari na kumlaghai kwa maneno matamu na mazuri, akimbainishia kwamba yeye anampenda na yupo tayari kukaa na yeye. Mwanamke mara ya kwanza akakataa. Mwanaume hakuchoka, akamfuata tena kumbembeleza huku na kule, na kama unavyojua mkate sio mgumu kwa chai. Mwisho wa siku msichana huyo akalegea na wakaekeana miadi ya kwamba ifikapo saa 1 usiku basi waje wakutane kwa nyumba ya huyo mwanaume. Masaa yalipokaribia, jana huyo akapigia simu marafiki zake na kuambia waje mjengoni kwake, kuna nyama wanahitajika waje wale. Masaa yakiwa yapo karibu kabisa, akapigiwa simu na mama. Mara ya kwanza kijana akapuuzia, hakupokea. Ya pili hakupokea, ya tatu hakupokea, ya 4 hakupokea. Mwisho siku akaona ni kero, akashika simu ya mamake. Aliposhika akaambiwa, basi baba yako amepata ajali mbaya sana barabarani na yuko hospitali fulani amelazwa, kwa hiyo fanya haraka, fanya hima uweze kufika upate kumwona baba yako. Jamaa akawaambia marafiki zake na kuaga, nyama inakuja, kwa hiyo fanyeni mnachotaka, fanyeni mnavyotaka, enjoy your life, life is too short. Jamaa ndio mpaka hospitali. Anafika hospitali, anaulizwa na mama yake, dadako yuko wapi? Dadangu. Kashtuka, dadangu? Akamwambia ndio, dadako nimemtuma kwako baada ya kuwa wewe nakupigia simu na hupokei, nikamwambia aje kwako aje akwambie. Jamaa akasema, unasemaje mama? Jamaa akachukua gari mbio kama chizi vile, karogwa tena. Ndiyo anawahi nyumbani kwake. Akiwa njiani kapigia simu dada yake, dada hakushika simu. Kapigia tena simu haishiki. Ikabidi apigie yule mwanamke na kumwambia ya kuwa yeye hayuko karibu, masaa ameenda, amechelewa. Mwanamke naye nikamwambia, yenyewe hata mimi nimefungiwa nyumbani na wazazi wangu, nimekatazwa kutoka, sijapewa ruhusa. Jamaa mbio mpaka nyumbani kwake. Anafika nyumbani, anafungua mlango, anakuta dada yake yupo hoi hai, hali yake si mzuri kabisa, yani kwa hali mahututi, kajilaza pale chini, hawezi hata kunena. Alikusudia kumfanyia mwanamke jambo baya, na kama tunavyojua Allah siku zote huwa hapangi na mtu yoyote wala na kiumbe chochote kile ambacho alikiumba. Allah siku zote huwa anapanga peke yake. Kwa hiyo ule msemo wa kuwa mchimba shimo huingia mwenyewe, basi huyu bwana mdogo ulimrudia mwenyewe. Na vile vile Allah anasema, endapo utakusudia mtu basi jua na wewe nawe hilo jambo linaweza likageuka na likakurudia wewe. Kwa nini ufanyie mtu kitu kibaya ambacho wewe hutaki kufanyiwa? Na kwa nini kitu ambacho wewe hukipendi umfanyie mwingine? Basi kama umenielewa, utajifunza kitu kupitia hii hadithi fupi, na pia tafadhali ushie kwa wengine na wengine nao wafaidike kupitia hiki kisa kifupi inshallah. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.